makubwa katika historia ya ligi kuu ya England. Klabu hiyo imekuwa nguvu inayotawala soka la England katika kipindi chake cha misimu 10 madarakani, muda ambao City ilishinda ligi kuu mara 6, ikiwa ni pamoja na rekodi ya mara 4 mfululizo, pamoja na ligi ya mabingwa Ulaya, Champions League na mataji 3 makubwa ya kihistoria. Lakini ni kwa kiasi gani mlolongo wa makosa zaidi ya 100 ambayo hayajawahi kushuhudiwa hapo awali ya madai ya ukiukaji wa sheria za kifedha za ligi kuu unaweka doa kwenye kipindi ambacho Guardiola amekuwa madarakani, huku City ikiwa imekuwa ikikanusha makosa hayo kila wakati? Jibu litakuwa wazi pale tu matokeo ya kesi hiyo yatakapotangazwa rasmi. Kamati huru bado haijatoa uamuzi wake takriban mwaka 1.5 baada ya kikao cha nidhamu kukamilika. Kama sakata hilo limechangia katika uamuzi wa muda wa kuondoka kwa Guardiola unaotarajiwa, na kama alitaka kuondoka City kabla ya matokeo ya kesi kujulikana, bado haijajulikana wazi. Mwisho wa makala ya spoti, na kushukuru sana Victor. Jina langu ni Ive Buchana. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu jioni hii: shirika la afya duniani WHO limetuma tani 6 za vifaa vya matibabu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku likiendelea kutoa onyo kuhusu mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Wahudumu wa usafiri wa umma nchini Kenya wasitisha mgomo wa nchi nzima baada ya mazungumzo na serikali kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta. Shirika la misaada la madaktari wasio na mipaka MSF limeonya juu ya kuzorota kwa hali nchini Sudan Kusini kufuatia ripoti za mashambulizi dhidi ya raia. Na jeshi la Urusi limeanza mazoezi ya siku 3 ya silaha za nyuklia, huku Ukraine ikishambulia kwa ndege zisizo na rubani. Hii ni BBC. Nam, ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Msikilizaji, kumbuka matangazo haya yanakujia kupitia FM na redio wa shirika mbalimbali Afrika Mashariki na vilevile eneo la Maziwa Makuu. Na leo hii uko na Mifilis Mwate, niko studio zetu za Nairobi, lakini mwenzangu aliyepo Dar es Salaam Tanzania ni Halima Nyanza. Shirika la madaktari wasio na mipaka yani MSF limeonya kwamba hali Sudan Kusini ni mbaya, huku kukiripotiwa mashambulizi dhidi ya raia na vilevile miundombinu ya kiraia. Ripoti hiyo ya MSF inasema kwamba jumla ya mashambulizi 12 yaliyofanywa dhidi ya wafanyikazi na vituo vyake pia yamewacha zaidi ya raia 700,000 bila ya huduma za afya. Sasa ghasia nchini humo zimerejea tena baada ya kuvunjika kwa makubaliano ya amani ya mwaka 2018. Ili kufahamu zaidi hali ilivyo nchini humo, nimezungumza na Zakari Muhatia ambaye ni wa shirika la madaktari wasio na mipaka MSF. Tumeona hali imebadilika sana kwa sababu mashambulizi yamezidi, yameongezeka ukilinganisha mwaka wa 2024 na mwaka wa 2025. Tumeona mashambulizi yamezidi. Haswa mwaka wa 2024 tulikuwa na mashambulizi ya angani kama 2 vile iliripotiwa. Lakini mwaka jana tumekuwa na mashambulizi 138 ambayo ilikuwa inaangazia sana wa raia, vituo vya afya, na tukaona kwamba tumekuwa na wakimbizi wa kindani wengi kwa sababu ya hali ya hatari ya usalama. Kwa hivyo watu wametoroka nyumbani mara nyingi, wanapofika mahali fulani tena wanashambuliwa, inabidi watoroke. Mwaka jana tumeshuhudia watu ambao wameumizwa kwa risasi zaidi ya watu 6,000 ambao tumetibu kwa mahospitali ambazo tunaendesha nchini Sudani Kusini. Tumeona kama kijiji cha Dong kwa mto wa Sobat, watu ambao walikuwa wamejihami kwa silaha hatari walishambulia hicho kijiji na waliua zaidi ya watu 80. Na katika ile hospitali ya Malakal ambayo tunaisaidia na madawa na wafanyikazi na kila kitu, tulipokea watu ambao walikuwa wamejeruhiwa watu 49. Kati yao tulikuwa na watu ambao zaidi ya 10 walikuwa ni wazee wa miaka 70 na kwenda juu. Na kati yao pia tulipata mama mjamzito ambaye alifika na akazaa mtoto ambaye alikuwa ameshafariki. Tumeona pia mashambulizi kutoka angani kule Sobat, ambao watu walikuwa wamejikinga kwa hospitali ambayo inaitwa Kuch, wakashambuliwa kutoka angani na majeshi.
na tukapokea kwa hospitali ya Ulang watu 34. Kati yao tulikuwa na mama mzee zaidi ya miaka 70, alikuwa amechomeka mwili wake zaidi ya 90%. Mfano, umesema kulikuwa na mashambulizi mawili yameongezeka kwa hadi 138. Ni nini kinachochea sana hali hii? Inachochewa kisiasa? Ni makundi ya kigaidi yameongezeka? Kwa nini hali hii inaonekana imeongezeka kwa kiasi cha juu sana? Serikali na wale wapinzani hawajaelewana, na tumeona vita ikizuka tena kuanzia Januari mwaka jana, na ndipo mashambulizi yakazidi. Vita imeanza, tumeona mashambulizi yakiendelea sehemu mbalimbali nchi ya Sudani Kusini. Ndio chanzo hiyo vita ambayo imeanza mwaka jana, ndio chanzo cha hii mashambulizi ambayo tunaona sehemu nyingi kwa hiyo nchi. Kwa hivyo ukilinganisha hali ya sasa, ukilinganisha na ule wakati wa awali katika historia ya mgogoro wa Sudan Kusini, unaweza linganisha vipi? Naweza sema kwamba tangu mwaka wa 2018 walipokuwa wamekubaliana na upinzani na wakakubaliana yale ambayo wangetimiza ili tuwe na uchaguzi, tangu mwaka wa 2018 mpaka mwaka jana hali ilikuwa imekuwa tulivu. Lakini tangu mwaka jana hali imezorota sana, hali ya usalama imeharibika. Ndio tumeona ongezeko la watu kushambuliwa, watu kujeruhiwa na mahospitali kupigwa mabomu kutoka angani. Jamii ya kimataifa labda imejaribu kuwasaidia kivyovyote nyinyi kama madaktari wasio na mipaka, ama unaona kwamba mzozo huu wa Sudan Kusini vile pia ni kama unaanza kusahaulika ama haupati kipaumbele jinsi unavyohitaji? Tunasi jamii ya kimataifa na wale ambao wanatoa misaada wasipunguze misaada yao. Tumeona hivi karibuni misaada ya Sudani Kusini imepunguzwa kwa kiwango kikubwa. Kwa hivyo katika vile vituo vya afya ambavyo tunahudumia wagonjwa, tumeanza kuona wagonjwa wakiwa wengi zaidi kuliko vile tulikuwa tunaona zamani, kwa sababu tulikuwa tunashirikiana na mashirika ambayo yanatoa misaada tofauti ili tusaidie wananchi wa Sudani Kusini. Lakini sasa hivi tunaona kwa kiwango kikubwa misaada inapunguzwa. Kwa hivyo tunawasihi mataifa mengine yanayotoa misaada wasikate ama wasipunguze misaada ambayo inakuja Sudani Kusini, kwa sababu wamama na watoto na ndio wanaoathirika sana na ukosefu wa vituo vya afya katika hiyo nchi. Serikali yenyewe ya Sudan Kusini imetoa tamko lolote kuzungumzia mgogoro huu? Tumeuliza serikali ya Sudani Kusini, hata leo hawajawahi kusema chochote na ni nini imefanyika kwa hospitali ya Lankien. Tunataka na tungependa kusikia serikali ya Sudani Kusini ikisema kwamba hiyo haitarudiwa tena. Tunaomba serikali ya Sudani Kusini iruhusu mashirika ya kutoa misaada iwe na uhuru wa kusaidia wale ambao wako na mahitaji ya juu sana mahali popote katika nchi ya Sudani Kusini. Na kwa hivyo bado tunangoja, hatujapata jibu ama hatujapata ni kwa nini hospitali zetu zimeshambuliwa, kwa sababu mwaka jana tumepata hospitali karibu 12 na wafanyikazi wetu wameshambuliwa na kwa sababu ya hii vita. Na hivi tunaomba serikali ya Sudani Kusini wapate kutuelezea ni nini inaendelea. Nam ni Zakaria Muhatia huyo wa shirika la madaktari wasio na mipaka MSF, kama alivyozungumza na mwenzangu Phils Mwate. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa ameagiza kusitishwa kwa shambulio lingine la kijeshi dhidi ya Iran kufuatia ombi la viongozi wa mataifa ya Kiarabu ya eneo hilo, akiongeza kwamba mazungumzo na Iran karibu yanafanikiwa na yatazuia Iran kumiliki silaha za nyuklia. Nastia Mohamed na maelezo zaidi. Rais Trump alisema kuwa amesitisha operesheni za kijeshi kwa siku 2 au 3 ili kutoa nafasi kwa mazungumzo kufanyika pamoja na mashauriano na viongozi wa eneo kutoka Saudi Arabia, Falme za Kiarabu na Qatar. Lakini licha matamshi hayo, Iran pamoja na mataifa hayo ya Kiarabu hazijajibu matamshi ya Trump, lakini makao makuu ya jeshi la Iran mjini Tehran yalisema vikosi vya kijeshi vya nchi hiyo vina nguvu zaidi na vimejiandaa zaidi kuliko hapo awali. Trump alisema alikuwa amepewa taarifa kwamba makubaliano yangepatikana ambayo yatakuwa yanakubalika sana kwa Marekani, ikiongeza kuwa hakutakuwa na silaha za nyuklia kwa Iran, lakini alionya kuwa Marekani itakuwa tayari kuanzisha mashambulizi kamili na makubwa dhidi ya Iran kwa muda wowote ikiwa hakutakuwa na makubaliano yanayokubalika. Tulijiandaa kufanya shambulizi kubwa sana hapo kesho. Nilisisitiza kwa muda na matumaini yangu ni kwamba huenda likasitishwa kabisa,
lakini pia linaweza kucheleweshwa kwa muda mfupi, kwa sababu tumekuwa na mazungumzo makubwa sana na Iran. Tutaona yatatoa matokeo gani. Niliombwa na Saudi Arabia, Qatar, Falme za Kiarabu na wengine kadhaa kama tunaweza kuliahirisha kwa siku 2 au 3 kwa muda mfupi, kwa sababu wanaamini kuwa wako karibu sana kufanikisha makubaliano, na kama tunaweza kufanya hivyo ambapo hatutakuwa na silaha za nyuklia mikononi mwa Iran, basi nafikiri na kama wao wataridhika, huenda nasi pia tukaridhika. Kamanda mmoja mwandamizi wa jeshi la Iran aliambia Marekani kuepuka kufanya makosa kwa kuishambulia tena. Tangazo la hivi karibuni la Trump kuhusu Iran linakuja wakati ambapo kiwango chake cha uungwaji mkono kwa Rais Trump ikipunguka kwa kiasi kikubwa, na kwamba wengi wa raia wa Marekani wakionyesha ghadhabu yao juu ya vita hivyo. Takriban 64% ya wapiga kura wanaamini ilikuwa uamuzi mbaya kwa Marekani kujiingiza kwenye vita dhidi ya Iran. Haya ni kwa mjibu wa kura ya maoni iliyofanywa na gazeti la The New York Times iliyochapishwa siku ya Jumatatu. Utafiti huo pia uligundua kuwa ni 37% pekee ya wapiga kura wanaoridhia utendaji kazi wa rais. Matokeo hayo ya kura ya maoni yanaonyesha changamoto ambazo chama cha Republican wanakabiliwa nazo kuelekea uchaguzi wa katikati ya muhula, wakati ambapo kuna ongezeko la kutoridhika kwa umma kuhusu vita hivyo na jinsi Trump alivyoshughulikia uchumi na uhamiaji pamoja na masuala mengine. Majeshi ya Israel na Marekani yalianzisha mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya Iran tarehe 28 mwezi Februari, huku Tehran ikijibu kwa kushambuliwa kwa kutumia ndege zisizo na rubani na makombora dhidi ya Israel na malengo ya Marekani katika mataifa mbalimbali ya Ghuba. Iran inajulikana kuwa bado ina idadi kubwa ya ndege zisizo na rubani na makombora ambayo inaweza kutumia kuanzisha tena mashambulizi makubwa dhidi ya mataifa jirani, viwanja vya ndege, mitambo ya petroli na kemikali, na hata mitambo muhimu ya kuondoa chumvi kwenye maji ya bahari inayotoa maji ya kunywa wakati joto la kiangazi katika eneo la Ghuba likiongezeka. Wasiwasi mkubwa umetolewa kuhusu utegemezi mkubwa wa mataifa ya Ghuba kwa mitambo hiyo ya maji ambayo inaweza kuwa katika hatari ya kushambuliwa endapo mvutano au vita vya Marekani na Iran vitarejea tena. Makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mwezi Aprili kwa lengo la kuwezesha mazungumzo kwa kiasi kikubwa yameheshimiwa licha kuwepo kwa mashambulizi hapa na pale kati ya pande husika. Iran pia imeendelea kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz, hali ambayo kwa kiasi kikubwa imefunga njia hiyo muhimu ya majini ambako takriban 20% ya mafuta na gesi asilia LNG duniani hupitia. Hatua hiyo ambayo Iran imesema ni kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya Marekani na Israel imesababisha bei ya mafuta kupanda kwa kasi duniani kote. Kwa upande wake, Marekani imekuwa ikitekeleza mzingiro wa bandari za Iran ili kuongeza shinikizo kwa Tehran kukubali masharti yake. Siku kadhaa zilizopita, rais huyo wa Marekani alisema kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano yalikuwa katika hali mbaya sana ya kuendelea kuwepo baada ya kukata madai ya Tehran, akiyataja kuwa hayakubaliki kabisa. Ismail Baghai, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, alisisitiza kwamba madai hayo yalikuwa ya kuwajibika na ya ukarimu. Kwa mjibu wa shirika la habari la Iran la Tasnim, madai ya Iran yalijumuisha kusitishwa mara moja kwa vita katika maeneo yote ya mapigano, akimaanisha mashambulizi yanayoendelea ya Israel dhidi ya Hezbollah inayoungwa mkono na Iran nchini Lebanon, kusitishwa kwa mzingiro wa majini wa Marekani dhidi ya bandari za Iran, pamoja na dhamana kwamba hakutakuwa na mashambulizi mengine dhidi ya Iran. Ni taarifa ya Nasteha Muhammad. Polisi nchini Marekani wanasema kwamba wanachukulia tukio la ufyatuaji risasi lililofanyika katika kituo cha Kiislamu mjini San Diego huko California kama uhalifu wa chuki. Watu 3 waliuawa katika tukio hilo, huku washukiwa shambulio hilo pia wakifariki kutokana na majeraha ya risasi waliojipiga wenyewe. Zaidi na Faida Ngaga. Polisi nchini Marekani wamesema washukiwa hao wawili vijana walifyatua risasi na kuwaua wanaume 3 katika msikiti mmoja mjini San Diego, jimbo la California, katika kile kinachoshukiwa kuwa tukio la uhalifu wa chuki kabla ya kujitoa uhai wao wenyewe. Ni jambo la kusikitisha na lisilokubalika kabisa kulenga mahali pa ibada. Kituo chetu cha Kiislamu ni mahali pa ibada. Watu huja hapa kusali, kusherehekea na kujifunza. Sio Waislamu pekee, bali tunapokea watu kutoka nyanja zote za maisha. Shambulio hilo lilitokea Jumatatu, masaa mawili baada ya mama wa mmoja wa washukiwa kuwasiliana na polisi akisema mwanawe alikuwa ametoroka nyumbani akiwa na rafiki yake na huenda alikuwa na nia
ya kujidhuru. Polisi walikuwa tayari wakiwatafuta wawili hao wakati shambulio katika kituo cha Kiislamu cha San Diego lilipoanza, na walipata watu watatu wakiwa wamejeruhiwa kwa risasi nje ya jengo hilo. Muda mfupi baadaye, polisi walipokea taarifa nyingine kwamba risasi zilikuwa zimefyatuliwa karibu na eneo hilo. Maafisa waliwakuta washukiwa hao wenye umri wa miaka 17 na 18 wakiwa wamefariki kutokana na majeraha ya kujisababishia ndani ya gari lililokuwa karibu na msikiti. Miongoni mwa waliouawa alikuwa mlinzi wa usalama aliyekuwa akifanya kazi katika kituo hicho na ambaye maafisa walisema alichukua jukumu muhimu kuzuia shambulio hilo lisigeuke kuwa baya zaidi. Huu ni wakati wa kuhakikisha kwamba tunafanya kila linalohitajika kuchunguza na kushughulikia kikamilifu tukio lililotokea hapa. Lakini pia nirudie kusisitiza kama inavyofanya kila mara kwamba chuki haina nafasi katika mji wa San Diego, na pale ambapo chuki au uhalifu wa aina yoyote unatokea, tunawajibisha waliohusika. Wachunguzi wanasema chanzo cha shambulio hilo hakijafahamika, lakini linaaminika kuwa uhalifu wa chuki kutokana na kulengwa kwa msikiti huo ambao ni mkubwa zaidi katika eneo hilo la San Diego, pamoja na maandishi yanayodaiwa kuandikwa na mmoja wa washukiwa. Takriban saa 2 kabla ya shambulio hilo, mama wa mmoja wa washukiwa alikuwa amewaarifu polisi kwamba mwanawe alikuwa ameondoka nyumbani akiwa na baadhi ya bunduki zake pamoja na gari lake. Mkuu wa polisi Wahl alisema tabia ya mshukiwa huyo haikuwa inaendana na mtu anayechukuliwa kuwa na nia ya kujiua. Aidha alisema kijana huyo aliacha ujumbe uliokuwa na matamshi ya jumla ya chuki na lugha ya uchochezi. Wachunguzi walifika katika shule moja ya sekondari ya eneo hilo ambako mmoja wa vijana hao alikuwa mwanafunzi, pamoja na kituo cha biashara ambako gari hilo lilikuwa limeonekana. Watoto walikuwa darasani wakati tukio hilo lilipotokea Jumatatu. Kituo cha Kiislamu hicho kina shule ya Al-Rashid inayotoa masomo ya dini na lugha. Shirika la upelelezi la Marekani FBI limetoa wito kwa umma kutoa taarifa zozote zinazoweza kusaidia uchunguzi. Gavana wa California Gavin Newsom amesema katika taarifa yake kwamba ameshtushwa na shambulio hilo la kikatili katika kituo hicho, mahali ambapo familia na watoto hukusanyika na majirani huabudu kwa amani na mshikamano. Nam ni Faidha Ngaga huyo. Na tukisonga mbele, nchi za Afrika zimeidhinisha azimio la Nairobi kuhusu makazi wakati wa kongamano la dunia la miji kufuatia mkutano wa mawaziri wa Afrika uliofanyika mjini Baku. Azimio la Nairobi linalolenga kuhamasisha uwekezaji zaidi katika sekta ya makazi sasa litawasilishwa katika mkutano wa Umoja wa Mataifa utakaofanyika mjini New York. Mwenyekiti wa kamati ya uongozi na waziri wa ardhi na makazi wa Kenya, Alice Wahome, amesema kuwa nchi za Afrika zimekubaliana kuondoka katika hatua ya kutoa matamko na sasa kuelekea katika utekelezaji wa azimio hilo. Victor Kenani na maelezo zaidi. Akizungumza wakati wa mkutano wa viongozi uliofanyika mjini Baku kama sehemu ya kikao cha 13 cha jukwaa la miji duniani World Urban Forum, Rais Shavkat Mirziyoyev alipongeza juhudi za Azerbaijan za kujenga upya baada ya vita, akibainisha kuwa ujenzi mkubwa unaendelea kwa kasi hasa katika eneo la Karabakh. Alisema kuwa chini ya uongozi wa rais wa Azerbaijan Ilham Aliyev, mji mzima umejengwa upya kwa muda mfupi katika maeneo yaliyokombolewa, huku majengo ya makazi, miundombinu ya kisasa na huduma za kijamii zikiendelea kuanzishwa. Mirziyoyev aliongeza kuwa taifa la Uzbekistan liko tayari kuchangia katika ujenzi mpya wa mji huo ambao uliharibiwa kabisa na vita. Eneo la Karabakh limekuwa likijengwa upya kwa kiwango kikubwa tangu Azerbaijan irejeshe udhibiti wa maeneo muhimu wakati wa vita vya pili vya Nagorno-Karabakh mwaka 2020 na baadaye kudhibiti eneo lote mwaka 2023. Serikali ya Azerbaijan imeanzisha mpango maalum unaolenga kujenga upya miji na miundombinu pamoja na kurejesha wakazi waliokimbia makazi yao wakati wa migogoro. Uzbekistan tayari imechangia juhudi hizi, ikiwa ni pamoja na kujenga shule katika eneo hilo, hatua inayotajwa kama moja ya michango ya kwanza ya kimataifa katika ujenzi wa Karabakh. Mataifa kadhaa ya Kiafrika ikiwa ni pamoja na Kenya, Uganda, Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zinashiriki katika mkutano huu wa miji. Akiongea na waandishi wa habari mjini Baku, waziri wa ujenzi na makazi wa Kenya Alice Wahome alisema kuwa mkutano huu umejiri wakati dunia nzima inatathmini mifumo mipya ya hali ya maisha, hasa katika maeneo ya miji kutokana na idadi kubwa ya watu wanaohama kutoka sehemu za mashambani kwenda mijini. Mahitaji ya Wakenya kwa nyumba
ni 1,200 kwa mwaka, lakini hapo nyuma tulikuwa tumeenda nyuma, hatukujaza ile kiwango. Kwa hivyo tuko na deficit ama ile ambaye tunahitaji kufanyia kazi milioni 2. Kwenda mbele lazima tujenge zaidi ya 1,200 kwa mwaka. Ile sasa tayari tuko nayo ni 1,190. Miaka ingine 2-3 Kenya itafika ile kiwango yetu ya milioni 1. Aliyekuwa waziri wa nyumba na mwenyekiti wa bodi ya shirika la taifa la nyumba nchini Uganda, Sylvester Wanjunzi, naye amesema kuwa mataifa ya Afrika Mashariki yanahitaji kubadili mifumo na sera zao ili kuwafikia malengo ya kuwa na makazi ya kutosha na bora kwa raia wake. Kama government inaweza patia kama loan ya kwa watu ya binafsi kujenga manyumba, nafikiri tunaweza endelea namna hiyo, alafu tukaweza kuwapatia manyumba ile inatosha. Naye waziri wa nyumba na ujenzi nchini Tanzania, Daktari Leonard Akwilapo, ambaye anawakilisha taifa la Tanzania, amesema kuwa serikali ya Tanzania imeimarisha juhudi za kuwekeza zaidi katika sekta ya ujenzi ili kukidhi mahitaji. Tunalipa nguvu sana shirika la nyumba la taifa, National Housing Corporation. Tunalipa nguvu hilo, lakini kwa bahati nzuri na Tanzania Building Authority nayo tumeipa mamlaka ya kujenga nyumba za watu binafsi. Kwa hiyo tutahakikisha kwamba mashirika haya yanatuongoza katika kutengeneza mipango madhubuti ambayo tutabadilisha maisha ya Watanzania waweze kupata nyumba ambazo zina bei nafuu, lakini zenye ubora ambao ule unahitajika. Taifa la Rwanda nalo limepata sifa katika mradi wake wa kutoa makazi ya bei nafuu kwa raia wake. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC. Tukisonga mbele ni kwamba jeshi la Urusi leo limeanza mazoezi ya silaha za nyuklia yanayohusisha maelfu ya wanajeshi wa nchi hiyo, huku Ukraine ikizidisha mashambulizi ya ndege zisizo na rubani, wakati ambapo rais wa Urusi Vladimir Putin anafanya ziara rasmi nchini China. Zaidi na Sarafina Robi. Katika kipindi chote cha mashambulizi yake ya zaidi ya miaka 4 nchini Ukraine, Urusi imekuwa ikijivunia umiliki wake wa silaha za nyuklia na kutishia mara kwa mara kuzitumia. Mazoezi hayo pia yanajiri miezi kadhaa baada ya makubaliano ya mwisho ya silaha za nyuklia kati ya Urusi na Marekani kuvunjika, huku kukiwa na maoni mengi kutoka kwa Putin akijivunia na kuelezea uhodari wa vikosi vya atomiki vya Urusi. Sasa Wizara ya Ulinzi inasema kuanzia leo hii tarehe 19 hadi tarehe 21 vikosi vya wanajeshi vya shirikisho la Urusi vinafanya zoezi la maandalizi na matumizi ya silaha za nyuklia kuwa tayari iwapo kutakuwa na tishio. Mazoezi hayo yatahusisha zaidi ya wanajeshi 65,000 na aina 7,800 ya vifaa na silaha pamoja na zaidi ya vizindua makombora 200 kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi. Ndege, meli, manowari ya kinyuklia vyote vitatumika. Wizara ilisema pia itafanya majaribio ya makombora ya balistiki. Kuvunjika kwa makubaliano ya mwanzo mpya na Marekani mwezi Februari kumeondoa rasmi vizuizi kutoka kwa nguvu mbili kubwa za kinuklia duniani. Urusi imeahidi kuchukua njia kujibu kwa wajibikaji kuhusu uwezo wake wa kimkakati wa kinuklia. Ila Putin pia amesema kuwa kuendeleza nguvu za nyuklia za Urusi ni kipaumbele cha juu kabisa. Urusi mwezi huu ilijaribu kombora jipya la mbali linaloweza kubeba silaha za kinuklia. Urusi pia ilisema mazoezi hayo pia yanashughulikia masuala yanayohusiana na mafunzo ya pamoja na matumizi ya silaha za nyuklia zilizowekwa kwenye eneo la Jamhuri ya Belarus. Urusi imepeleka kombora lenye uwezo wa kinuklia la Oceanic kwa mshirika wake jirani aliye karibu na NATO. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika siku za hivi karibuni ameshtumu Urusi kwa kuandaa shambulio jipya kutoka Belarus na kuagiza wanajeshi wake kuimarisha mpaka wa kaskazini mwa nchi yake. Urusi ilitangaza kuanza kwa mazoezi haya saa chache kabla ya Putin kufika China kwa ziara ya siku 2. Sarafina Robi, Dira ya Dunia, BBC. Na tukisonga mbele, miili ya watalii wawili wa Italiano ambao walizama maji wiki iliyopita wakati wakipiga mbizi visiwa vya Maldives imeopolewa. Msemaji wa serikali ya Maldives, Mohamed Hossein Sharif, ameiambia BBC kwamba miili hiyo imepelekwa katika mji mkuu wa kisiwa hicho. Taarifa zaidi na Esther na Muhisa. Kikosi cha wapiga mbizi kutoka nchini Finland kiliopoa miili ya watalii hao ambao walikuwa wamekufa na kunasa katika pango la chini ya maji lenye samaki aina ya papa katika kisiwa hicho cha Maldives. Zoezi hilo la uokoaji
lilifanywa kwa kutumia mifumo ya hali ya juu ya teknolojia ya kisasa, vikiwemo vifaa vya kupumulia ambavyo vimewawezesha wapiga mbizi hao kupiga mbizi kwa muda mrefu zaidi baharini na pia kuwawezesha kujilinda na kuliwa na papa. Zoezi hilo la kuwatafuta watu hao baharini lilianza jana Jumatatu baada ya kusitishwa kwa muda kufuatia kifo cha mmoja wa wapiga mbizi wanajeshi waliokuwa katika juhudi za kuwatafuta watalii hao, hali ambayo ilionyesha hatari ya zoezi hilo lililofanyika kwenye kina kirefu chini ya maji, kama anavyofahamisha msemaji wa serikali ya Maldives. Kwa leo wapiga mbizi wote wale wa kutoka Finland na wa hapa nyumbani watakuwa wanapata maelekezo, hivyo hakuna ambaye atakwenda pangoni leo. Na pia kuendelea ni uamuzi wa wapiga mbizi wale wa Maldives. Wote kwa pamoja, wapiga mbizi walinzi wa pwani pamoja na wapiga mbizi kutoka polisi watashiriki katika zoezi hilo chini ya kusaidia timu ya wapiga mbizi wa Kifini. Kabla ya tukio hilo, watalii hao walikuwa katika boti pamoja na raia wengine 20 wa Italia kabla ya wao kuruka ndani ya maji kutoka katika boti hiyo. Miili hiyo iliyopolewa kutoka katika eneo la pango lenye urefu wa mita 60 chini ya maji. Mwili wa kwanza ulikuwa ni wa mpiga mbizi wa Kiitaliano ambaye aliopolewa muda mfupi baada ya tukio hilo kutokea siku ya Alhamisi. Vyombo vya habari vya Italia vimemtambua kama mkufunzi wa wapiga mbizi na meneja wa shughuli za boti la Gianluca Benedetto, ambapo mwili wa mpiga mbizi mwingine uliopolewa siku ya Jumamosi. Katika tukio hilo, timu maalumu ya wapiga mbizi kutoka Finland wamekuwa wakifanya kazi kwa ushirikiano na polisi pamoja na kikosi cha walinzi wa pwani. Tukio hilo ambalo limetokea Alhamisi iliyopita, huku hali ya bahari ikielezwa kuwa ilikuwa mbaya na kwamba ishara ya tahadhari ilionyeshwa kwa boti za abiria pamoja na wavuvi. Wapiga mbizi hao 4 ambao ni sehemu ya wengine kutoka katika chuo kikuu cha Genoa ambao ulikijulisha BBC kwamba hawakutoa idhini ya wapiga mbizi kwenye maeneo yenye kina kirefu kama sehemu ya utafiti wao. Na habari hiyo vilevile unaweza kuipata kwenye tovuti yetu ya BBC News Swahili. Watu 46, wengi wao wakiwa watoto, wametekwa nyara wakati wa shambulio lililofanywa dhidi ya shule 3 eneo la kusini magharibi mwa Nigeria. Jumuiya ya Kikristo ya Nigeria imearifu hivyo. Zaidi na Hamida Abubakar. Nigeria inakabiliwa na tatizo la makundi ya wahalifu yanayojulikana kama magaidi ambao huteka nyara watu na kudai fidia, hasa katika maeneo ya vijijini yasiyo na ulinzi wa kutosha wa polisi. Mashambulizi mengi yakiwemo ya utekaji wa wanafunzi shuleni yametokea kaskazini na katikati mwa nchi ambako shughuli za makundi hayo zimekuwa kubwa zaidi. Elisha Olukayode Ogudinya, mwenyekiti wa chama cha Kikristo katika jimbo la Oyo, amesema watu 46, wengi wao watoto wenye umri kati ya miaka 2 hadi 16 walitekwa nyara katika mashambulizi yaliyotokea jimboni humo siku ya Ijumaa. Katika kile ambacho polisi walikiita shambulio lililopangwa kwa umakini, wanamgambo waliingia katika shule ya msingi ya chekechea ya Baptist katika eneo la Yawota pamoja na shule nyingi 2 za Esiele na kuwateka waalimu pamoja na wanafunzi. Rais wa Nigeria Bola Tinubu siku ya Jumatatu alilaani shambulio hilo, akielezea kuwa ni la kinyama, huku akiahidi kwamba serikali ya shirikisho inashirikiana na serikali ya jimbo la Oyo kuokoa waathirika wote. Hakuna kundi lililodai kuhusika na shambulio hilo katika jimbo la Oyo, lakini gavana Seyi Makinde alisema walimu 7 walitekwa nyara, huku mmoja akiuawa na magaidi hao ambao wanashukiwa kuwa wanatekeleza operesheni zao kutoka kaskazini magharibi mwa nchi. Gavana wa jimbo hilo alisema kadri shinikizo linavyoongezeka dhidi ya magaidi kaskazini magharibi, hivi karibuni wataanza kuelekea kusini. Utekaji wa wanafunzi shuleni ni jambo nadra katika jimbo la Oyo, mojawapo ya majimbo yenye idadi kubwa ya watu nchini Nigeria, ambako mji mkuu wake Ibadan ni kitovu muhimu cha elimu. Walinda misitu 5 waliuawa katika hifadhi ya wanyamapori jimboni humo mwezi Januari katika shambulio ambalo polisi walisema lilifanywa na genge la majambazi wenye silaha. Utekaji huo wa hivi karibuni wa watoto umeongeza idadi ya watu waliopotea kutoka shule mbalimbali nchini humo kufikia takriban 90 kufuatia
kufuatia mashambulizi ya wiki iliyopita. Utekaji wa watu kwa ajili ya kudai fidia umekuwa jambo la kila siku katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Takriban watoto 42 walitekwa nyara kutoka shule moja katika jimbo la Borno lililoathirika na vurugu wiki iliyopita, kulingana na mbunge wa eneo hilo.